njema kujalia baraka tele kufika siku ya leo. Saa 4 tu hivyo upo Amani kutokea Dar es Salaam. Kwanza mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kunijalia kufika na wapongeza wadau wangu waliofanikisha mpaka mimi kuwepo hapa, kwa sababu bila wadau kufanikisha kuwepo hapa mimi nisingekuwepo hapa. Kwanza nawashukuru na nawaambia Mwenyezi Mungu awazidishie pale kulipopungua kuongezeke. Guantanamo Bay anakufa mtoleo. Kwanza mimi nikuambie kitu kimoja na niwaambie watazamaji wetu wanaotazama, sisi tuna historia na National Rally tofauti na klabu nyingine yoyote ndani ya ardhi ya Tanzania. Mwenye historia na National Rally, sisi tokea mwaka 2000 mpaka leo 2026 sisi hatujawahi kuwafunga National Rally Misri, na National Rally hajawahi kuwafunga Yanga ndani ya ardhi ya Tanzania. Kwa hiyo kila mtu ana historia yake. Hapa mimi nikwambie kitu kimoja, sisi leo tumekuja kwenye uwanja wa New Amani. Kwa sisi wana Yanga tumeupa jina unaitwa Guantanamo Bay. Guantanamo Bay tukizungumza maana yake ni gereza kubwa duniani ambao lina mlango huu mmoja tu, kuna mlango wa kuingia, hakuna mlango wa kutoka. Katika gereza hili mtu wa kwanza kufungwa alikuwa Farabati, haliswekwa ndani ya gereza hili. Leo amekuja Mwarabu National Rally, watu wengi wanamsifia, wanamuita bingwa. Mimi simuiti bingwa, mimi namuita National Rally mwenye historia ya kuchukua vikombe mara nyingi, sio bingwa. Young Africans jana kabla ya kufungwa kwa dirisha la usajili tumeona mmeshusha chuma, mliona kabisa dirisha lisiishe hivyo muongeze mchezaji mmoja, mmeongeza winga ambaye ni winga ya kulia. Young Africans ilikuwa inahitaji mchezaji wa aina hiyo kwa nyakati hizi. Kweli jana usiku watu maana jana hawajalala kusubiri Yanga wanaenda kumtambulisha nani. Watu wamekesha kujua Yanga nani wanaenda kumtambulisha. Yanga wameenda kumtambulisha Boba. Boba ni winga, anacheza winga kushoto, anacheza winga kulia, anacheza namba 10. Shehe wangu, nataka nikuambie kuna baadhi za timu hazitokuja uwanjani mapema. Shehe wangu, mbele kaletwa kama mtu kama Boba. Tena Boba nakwambia anajua kutembea na mpira tu, sila kisinda anasubiri. Waende kumfuatilia Boba, anatembea na mipira tu, sila kisinda anasubiri. Wewe winga Pacome, winga Boba. Shehe wangu, mwalimu ataangalia aanze Boba na Pacome, aanze Boba na Okelo. Mwalimu yeye anaangalia au aanze wote. Boba anakaa 10, Okelo winga Pacome 9 dep. Ni Yanga. Hiyo Yanga bado hapo hujataja, kuna Clement Mzize hapo ndani ya benchi, yupo Maxi, yupo Prince Dube. Shehe wangu, nakwambia kwenye ligi ya Tanzania sisi hatuna mpinzani. Na pili nakwambia sisi ligi ya Tanzania hakuna tunachokifanya kipya cha ajabu. Kwenye ligi ya Tanzania hakuna kipya sisi tutafanya cha ajabu. Nia na mazumuni yetu sisi hili kombe la klabu bingwa ndio twende tukaweke historia yetu. Kwa sababu nakwambia ligi ya Tanzania ukitizama nani kachukua vikombe mara nyingi, utamwona Yanga kachukua mara 31. Hakuna mtu yoyote yule. Sawa. Ukija kuangalia ligi ya Tanzania, haya tunasema dabi. Dabi Yanga ndio wanaongoza, akamfunga mnyama mara 6 mfululizo. Na sioni Simba kwenda kuifunga Yanga miaka 4 inayofuata. Sioni. Msajili this time. Nakwambia tena kwa usajili huu wanaofanya Yanga Afrika na Simba usajili wanaofanya, sioni Simba kwenda kuifunga Yanga miaka 4 ya mbele. Sioni. Shehe wangu, mimi nina zawadi nataka nikupe mwandishi wa habari. Kama utaweza swali nataka nikuulize dogo. Unaniambia Simba wameenda kusajili, sawa? Tunajua duniani kwenye usajili wa dirisha dogo mchezaji bora uwezo ukampata huru. Kweli si kweli? Tunakubaliana, sawa? Haya, nitajie Simba katika usajili wao wachezaji wa kigeni nani kaenda kuvunja mkataba? Nikupe 10 sasa hivi ukale. Mchezaji ambaye dirisha hili dogo Simba kavunja mkataba, mchezaji katoka timu fulani nimevunja mkataba, Simba kachukua. Nitajie nani? Forward kutoka Cameroon. Katokea timu gani? Wamevunja mkataba? Hakuna. Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba wamevunja mkataba kwa bilioni 3. Hakuna mchezaji wote wavunja mkataba kwa bilioni 3 wameshindwa kumchukua Okelo milioni 600. Wewe akili inaingia? Ile sio alitaka udalali. Sio udalali, taratibu.
Alani Okello alikuwa anatakiwa milioni 600. Mwenyekiti wa Simba Mangungu amethibitisha kuwa wao wameshindwa kuvunja mkataba. Kwa hiyo waende kununua mchezaji bilioni 3. Shehe wangu bilioni 3 katoa nani? Muhindi. Muhindi atoa bilioni 3 kwenda kusajili mchezaji mmoja. Hata siku moja. Ila wamesajili baadhi ya wachezaji ambao nitatoka uchi Zanzibar mpaka Dar es Salaam. wamesajili quality tofauti tofauti za wachezaji. Kama Kanjibai ataenda kutoa mchezaji mmoja B3 na tembea uchi kutoka Zanzibar mpaka Dar es Salaam. Ila si mmeona uwezo wa Libase Gwe. Uwezo? Libase Gwe. Shehe wangu, labda nikwambie kitu kimoja. Mimi nimemwona mechi na Mashujaa kacheza vizuri, nisimkatalie. Kama mchezaji kacheza vizuri nisimkatalie. Je, hatakuwa na muendelezo? Hakuna. Mwanzo alikuja hivyo. Kwa sababu Simba ndio timu inaongoza Tanzania kushusha vipaji vya wachezaji. Shehe wangu, nitakukumbusha. Elie Mpanzu aliotoka FC Vita sio huyu. Kuna mtoto mmoja akatoka Kenya. Bajabili, unamkumbuka? Katolewa kwenye chani. Wa Kenya wanalia, wanamlilia Bajabili. Ndio huyu alokuwa Simba? Jeraha. Na kukumbusha mwingine kidogo tu. Hapa juzi ligi inaanza, tulikuwa tunamsifia Mtanzania mwenzetu Morris Abraham. Ndio huyu anaocheza sasa hivi. Kwa hiyo shehe wangu, usishangae yule kucheza mechi na Mashujaa, tuangalie ana muendelezo wa kucheza. Kweli. Sisi tunapozungumzia Yanga Afrika, sioni kwenda kuifunga Simba miaka 4 mfululizo. Kuna vigezo shehe wangu. Pacome Zouzoua alokuja kutoka Ivory Coast ndio yule anaendelea kucheza. Hajashuka kwenye viwango. Na unaona mpaka leo shirikisho kwa mahaba yao wanashindwa kumtangaza MVP. Mpaka leo inaelekea nusu. Kwani usiogope ikapandisha. Kwa mahaba ya shirikisho ya timu pinzani ndio maana wanashindwa kumtaja MVP mpaka leo. Shehe wangu, leo tunazungumzia ligi ya Tanzania. Watu wengine wamecheza mechi 11, wengine mechi 7. Na ligi yetu ina timu 16. Maana yake mzunguko wa kwanza mechi 15, mzunguko wa pili mechi 15. Leo hii watu wamecheza mechi 11. MVP wa msimu uliopita hajulikani. Wewe kuona wapi? Kwa hiyo maana yake kuna utengenezaji hapa wa hujuma, si tunajua. Hila kwa quality ya Yanga Afrika ya wachezaji wao, kwa quality ya Yanga Afrika ya uongozi, shehe wangu naenda kuchukua baki ya masiara, tunachukua mara 30. Okay, Mwarabu leo mapema saa 10 yupo Guantanamo Bay. Tutarajia mchezo utakuwa namna gani ukizingatia uwezo wa Young Africans pamoja na Ali? Kwanza National Ali tokea mwaka 2000 mpaka leo 2026 hajawahi kumfunga Yanga kwenye ardhi ya Tanzania. Na kama mtu anaobisha mwambie aje, nitatembea uchi na serikali sinikamate, nampa na 50 juu. Kama mwaka 2000 mpaka leo 26 National Ali kawahi kumfunga Yanga kiwanja chochote kile Tanzania. Hiyo tunazoea sisi, tuliwahi kumfunga National Ali kwenye ardhi ya Tanzania, namba 8 kacheza Mrisho Ngasa. Tena National Ali bora ambayo ilotoka kuchukua kombe la dunia. Kombe la klabu bingwa. Na akatoka kucheza nusu finali kombe la dunia, sisi tulikuja kumfunga. Sio hawa sisi leo wataenda kutueleza kwa nini walishinda Misri. Huzuri uwanja wa Guantanamo Bay, huu uwanja una geti la kuingia hili moja tu. Kwa hiyo lazima watapita. Moja tu. Kosekana kwa kiungo wao mashuhuri Imam Ashur pengine ina faida gani kwenu kama Young Africans? Kwanza mimi sina uhakika na wala sikubali nalo mpaka mechi itavyochezwa. Nisikilize nikusimulie. Hizi mechi za klabu bingwa kila mtu ana staili yake, anakujaje kwenye mechi. Na mashabiki wa Yanga hili tuliondoe kabisa kwenye akili yetu, tusiliweke. Hana uwezo mtu akaacha hotelini akafanya mazoezi hotelini. Muda wa mechi mkamuona yupo uwanjani. Hiyo ni mipira, ni mtu ana timing kusudi kukutoeni kwenye njia. Mimi nilihitaji awepo. Tunataka kukifanya sisi leo. Mimi nilihitaji awepo. Shehe wangu, ukizungumza timu ya Tanzania ambaye inabadilishaga matokeo kwa Waarabu, utawapata Yanga peke yao. Mechi kama hizi sisi tunazijua kuzicheza kwake. Hawa National Ali nakumbuka tulikuwa nao kundi moja. Sisi tulipigwa goli 3-0 na Bruce Daddy. Kama Watanzania wanakumbuka. Tulipigwa 3-0. Mechi inayokuja Tanzania, kila Mtanzania
Hadi nyinyi waandishi wa habari mlitukataa. Mkajua kabisa Yanga shatoka ashaondoka. Blue Dad akaja kuchukua chuma hizi 4. Mimi na wewe tutapanda boti moja. National akipata sare njoo chukua 20,000. Kwamba National akipata sare njoo chukua 20,000. Asiara. Nakwambia tena. Mimi na wewe tunapanda boti moja. National akichukua sare njoo chukua 20,000. She wangu Zanzibar Yanga ipo nyumbani. Labda watu wasiojua Yanga, Zanzibar Yanga ipo nyumbani. Jengo makao makuu ya Yanga Afrika yamejengwa na rais wa kwanza wa Zanzibar Karume. Amani Karume. Uwanja unaitwaje? Ni Amani. Maana uwanja ukaanza kujenga nani? Amani Karume. Rais wa wapi? Wa Zanzibar. Ndio alojenga jengo la? Ndio alojengwa jengo la Jangwani, ndio alojenga uwanja huu. Na kadi namba 1 ya Yanga ipo ndani ya ardhi hii. Ni wazi kwamba Yanga wana DNA na Zanzibar. Sahihi. Kadi namba 1 ipo hapa Mama Karume. Makamu wa rais wa Yanga nyumbani kwao ndio hapa. Tunaenda kufungwaje? Tarajie kuziona goli ngapi sasa? Mimi nimevuka bahari. Nimeona zipo chuma 2 hazitoki. Tarajie kikosi ambacho kinaenda kukuwakilisha kuzipata hizo goli 2. Kikosi mimi naweza nikakitaja afu mwalimu asije nacho hicho. Mimi sio cha mwalimu kama mimi. Mimi kama mimi nilitaka golini mimi akajigidiala. Namba 2 mimi nataka leo aanze yao. Kikosi changu kama mimi. 3 Mohamed Zimbwe Shabalala. 4 na 5 kama kawaida Jobu na Baka. 6 lazima mchezeshe mchezaji wa zamani ambaye nilikuwa nampenda sana mimi, Captain Viera. Namba 6 acheze Captain Viera. Ningekwambia Captain Viera ushamjua. Mohamed Damaro huyo babu. Ndio Captain Viera. 7 Samboy mjini. Starboy. Namba 7 Alani Okelo. 8 Iniesta. Duke Abuya Iniesta. 9 Depo. Shine. 10 mimi nitaka leo mchezaji wa Prince Dube. 10 nitaka cheze Dube. Na maana acheze Dube kwa sababu Dube anakuwa mzuri akicheza nyuma forward. Kuliko akisimama yeye forward. Dube anakuwa mzuri sana akicheza nyuma forward. Winga ende Pacome, Messi wa Afrika. Hapo Ali anakufa chuma 2. She wangu hatuendi mapumziko. She wangu na 99% za kushinda kwa sababu ndani ya ardhi ya Misri National ndo anamwambia ndo timu bora sasa hivi barani Afrika. Si ndio? Ndani ya mechi tuliocheza ndani ya Misri National kapata matokeo tu basi. Hakuna kitu kingine alichokipata. Pasi nyingi kapiga Yanga. Sawa, ball position kazidi Yanga. Shoot on target kazidi Yanga. Hani yeye kabarikiwa na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu mpira Afrika kila mtu ashinde nyumbani kwake. Yule kashinda sio uwezo. Mimi nasema kashinda kwa vile nyumbani. Kama hiki nachokiongea mimi, watu watakiona kiuongo, leo wataenda kutuambia. Soro, sio ninyi pekee mnaoshiriki mashindano ya kimataifa. This time tumeingiza timu 4 Tanzania ambazo zinashiriki mashindano ya kimataifa, ikiwa 2 klabu bingwa na 2 shirikisho. Tarajie kuziona timu ngapi zikifuzu hatua ya robo final ukizingatia aina ya matokeo ambayo tayari wameshayapata. Tanzania kila timu ina point, ila kuna timu moja ambayo haina point kabisa na matumaini yao ni kwenda kufuzu hatua ya robo final. Timu ana point. Tanzania. Yanga ana point 4. Ana 4. Azam ana point 3. Singida ana point 4. Ana 4. Simba ana point hata moja michezo 3. Ana hata moja. Ila ana matumaini ya kufuzu kwa pointi hizo baki zote. Katika hili kundi mimi Simba simuoni na namuomba kwa Mwenyezi Mungu asionekane kabisa. Safi baba, umeua. Katika hili kundi la Tanzania mimi Simba simuoni na sitomuona kabisa. Naona kabisa kesho Simba anaenda kugawa utamu ya mara 4. Kesho nawaona Simba wanaenda kugawa utamu mara 4. Mimi mwaka huu Simba niliona walichofanya kimoja cha maana na kuwapongeza kimoja tu. Hani hichi nawapongeza Simba nilichoona walichofanya cha maana kimoja tu.
na hichi Simba mimi nawapa pongezi kumleta mchezaji anovaa cheni kiunoni, wanasema ndio mila ya kwao. Kama wamemleta mchezaji anavaa cheni mila ya kwao, basi na mashabiki wavae kumunga mkono mchezaji wao. Kama mnavaa jezi za kina Okelo. Yanga walipaka nywele Pacome Day. Sawa. Yanga walichomekea Max Day. Yanga tulivaa mlegezo. Sawa. Diara Day. Kwa nini wao wasiweke shanga day? Kumwenzi mila za kwao. Kwa sababu hizi mila hanazo mchezaji wa Simba tu. Sababu yule mmezikia anatoka Senegali. Senegali mimi nimemfuatilia sana Sadio Mane. Sijawahi kumuona kavaa. Nabi Keita mpaka anastaafu mpira. Mimi sijawahi kumuona kavaa. Diofu sijawahi kumuona kavaa. Ila huyu mchezaji aliyosajiliwa Simba tu huyu ndo mila ya kwao ya kuvaa cheni kiunoni. Sasa kama mila ya kwao, kwa nini mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba wasimuunge mkono na wao wakavaa? Kama mechi ya kesho waite sasa Gwede. Kesho waite kesho cheni day. Kwa sababu ujue mechi za kutaka maamuzi lazima ziitwe jina. Attention. Kesho wangeka cheni day wangeshinda. Au shanga day. Kila mtu aende na shanga yake. Wavae cheni, kwanza wavae tumboazi, alafu cheni zionekane viunoni wangeshinda. Na macho. Tunawaomba mashabiki wa Yanga waliokuwa nje ya Zanzibar wakae waangalie timu yao nini inaenda kufanya. Tunawaomba na mashabiki wa